Hasira tulizokuwa nazo watu wanacheka sasa hivi. Yaani kwanza hiyo tarehe moja naona mbali. Kwa sababu hasira nilizokuwa nazo za kutolewa nisiingie robo. Na hii wanavyofurahi wanakenua mijino mpaka 32 inaonekana. Hiyo tarehe moja afe Munu afe Mang'ati hiyo mechi atoki. Watu wanakuambia kwamba mkubwa hajaenda, mtoto mdogo anawezaje? Alafu toto kwanza asijizime data. Hivi kati ya mimi na yeye nani mkubwa? Hivi kati ya mimi na yeye nani Adamu nani Eva? Maana hata ukienda kwenye vitabu vya mitume wa zamani wanakuambia mkubwa Yanga mtoto toto la Mudi. Twende kwenye miaka. Yanga amezaliwa 35, toto la Mudi amezaliwa 36. Haya, twende kwenye mitume. Nani Adamu amezaliwa alikuwa kati ya mwanaume na mwanamke? Nani alikuwa wa kwanza kuzaliwa na nani akafuata? Adamu wa kwanza akafuata Eva. Sasa ukiangalia hapa, nani Eva nani Adamu? Adamu Yanga, Eva mtoto wa Mudi. Nani mkubwa? Mkubwa Yanga, toto la Mudi toto. Kwa sababu 35 kwa 36. Nani mkubwa hapo? Sasa toto la Mudi linavyozizima data kwamba tujaenda mjini. Lakini mimi kwanza toto la Mudi hata siwashangai kushangilia kwa sababu toto hawa kwa sababu ukiangalia furaha yao wanaipata kuona Yanga kafungwa, kuona Yanga imetoa sare, kuona Yanga imetolewa kimataifa. Lakini unavyobweka unatema mimate mjini kama mjamzito aliyopata mimba yule alikuwa hajapata ujauzito kwa muda mrefu leo kapata. Sasa tunajiuliza Yanga ambaye amemaliza kwenye kundi lake akiwa nafasi ya ngapi na ana pointi ngapi? Wewe umemaliza ukiwa nafasi ya ngapi na una pointi zako ngapi? Mimi nimemaliza kwenye kundi langu nikiwa nafasi ya 3 na pointi zangu 8, nimeshinda goli 3. Toto la Mudi limemaliza kwenye kundi lake kichwa cha mwendazimu yuko chini kamejitwisha timu zote kwenye kundi lake akiwa na vipointi vyake 5. Alafu ukiangalia ameshinda kigoli kimoja kwenye mechi ya mwisho. Lakini wanakuambia anayecheka leo analia kesho. Sasa waambieni hiyo mijino waliotoa hiyo waendelee kutoa hivyo mpaka tarehe moja. Tuone wataendelea kutoa mijino hivyo mpaka hiyo tarehe moja. Maana watoto hawa kwanza jukumu la waliokuwa naliendeleza mara ya kwanza naona wameshalisahau kwa sababu kabla ya mechi ya kwao na ya kwetu waliocheza kwa Mkapa na waliocheza si New Amani Zanzibar walikuwa na kauli mbiu kwamba wamtaki Mangungu, walikuwa wanasema wamtaki mwenyekiti nani mkurugenzi wa bodi ya udhamini nani Mudi yule. Mwisho siku sasa kule washakusahau kote kule. Yaani yale yote kuondoka Mangungu aondoke Mudi washasahau. Sasa hivi anashangilia Yanga kutolewa na kuambia Yanga kaoga kavana tai mjini hajaenda. Unaona watoto wa Mudi. Watoto wa Mudi hao. Unasema kabisa mjifunze kutoka kwao ni jinsi gani ya kuweza kuingia robo finali michuano kama hiyo. Sasa anavyosema kama anasema nijifunze kwake. Nijifunze kwa lipi? Kwa hizo pointi 5 au? Kwa sababu anavyosema nijifunze kutoka kwake. Mzoefu hajaingia sasa na miaka mingapi? Kwa sababu mtu kama huyo kwanza anavyozungumza kauli kwanza wale watoto ndio kwa chukuliwa kapimwa akili. Hivi nijifunze msimu huu wamekuja kununua tena hiyo mechi ya juzi waliocheza na wale nani wale. Ile timu kutoka Mali wanaitwa nani wale? Malini wale. Hebu angalia kwanza Ted Malini mwenyewe kwa taarifa nilizokuwa nazo kupitia kundi langu la Wanyalu Gang Star Group. Kwanza mechi ile watoto Mudi wameinunua, wametuma pesa kwenye Mpesa. Ili mnaelewa watoto Mudi kwa sababu ndio kile kigoli kimoja kapatikana. Ndio kile papatu tena kipapatu. Yaani unazungumzia kabisa kigoli cha papatu. Ndio papatu ile mechi. Yaani pamoja na kununua mechi bado kigoli cha papatu kwa sababu Ted Malini tangia ameanza michuano ile ya ligi ya mabingwa kwenye kundi la Toto Mudi hajawahi kupoteza mchezo hata moja. Yaani ni kuwabufua enzie sare, kuwabufua lakini anakuja kunasa juzi anafungwa na walemavu mkononi ndala mguuni ndala. Kwa unaona sio uwezo wa Simba umeamua kuongopa atoki. Uwezo utoke wapi kaka wewe bana? Ile mechi kwa taarifa nilizokuwa nazo kwamba mtoto wa Mudi katoa pesa kwenye Mpesa kumnunua Ted Malini kwa sababu hesabu alizozipiga mtoto wa Mudi. Wale watoto unawaambia akili zao kama haiwai. Wangeanza kununua mechi mapema basi pale usingefikia. Lakini sasa anakuja kununua mechi ya mwisho na hesabu alizozipiga kwamba Yanga alikuwa na pointi 5, wao walikuwa na pointi 2. Kwa hiyo wakinunua ile mechi kama walivyonunua kama walivyoshinda ina maana angekuwa na pointi 5. Sasa walikuwa wanatuombea sasa na si kule tufungwe kule ili mradi tunavyobaki hapa mjini wote tuwe na pointi 5. Unaona balaa hilo sasa. Wakiwa wamesahau kwamba Yanga ana matumaini makubwa kusonga robo finali kwa sababu kwa mfano mimi tulikuja kupiga story bla bla hapa ndugu yangu. Nilisema hesabu zangu za chap bila kutumia calculator kwamba mimi nataka nishinde goli zangu 3 pale New Amani Zanzibar. Alafu yule Falabat na shoga yake yule nani yule? Asha na Ashura nani? Alali kule. Kwamba Alali amuue nani yule? Yule Falabat. Mwisho siku naona mimi kule nimeshinda goli 3 zile. Haya kwa mfano mimi nilivyoshinda 3. Alafu kule Falabat angekufa nani angeenda robo. Lakini unaona
toto la Mudi sasa, kumbe lenyewe dua alikuwa anawaombea nani wale? Farabat wale na wale Alali watoke sare, na kweli dua lao limetika. Lakini tunasema okay, wale mtu na shoga yake amebebana, lakini tunasema okay, sisi tuko tunahitaji pointi 3, tumeishia kweli hatua ya makundi. Sasa tunatoka kule ligi ya mabingwa, tunarudi ligi kuu kwa hali mpya, nguvu mpya na kasi ajabu. Ngoja tukachukue ndoo. Ngoja tukachukue. Maana nataka nikuulize baada ya kuchomolewa robo finali kuto kuingia kwa mziki ule wa jana, inawatazamia ni machi moja. Kwanza Toto wa Mudi kama wana taarifa, na wapa taarifa rasmi nikiwa kama rais wa Tanzania, walikuwa kwa wanategemea kwamba goma litapigwa kwa Mkapa. Baba, ngome imepeperushwa New Amani Zanzibar. Sasa kwenye mechi zao kama walikuwa walizocheza kwa Mkapa, kama walikuwa wanategemea wameweka matunguli, wameweka ukinyemba pale kwa Mkapa, tukanasa hapa nasi mtu. Na ndio maana Toto wa Mudi ukiangalia mpaka sasa hivi baada ya kusikia taarifa Yanga kapeleka mechi kule, wameshaanza kulalamika. Lakini Toto wa Mudi wanalalamika, anakuambia Zanzibar kuhitaji nataka kwa Mkapa, lakini waenda kafuate kipengele sheria iliyotungwa mwaka 1928 bara 38 kifungo nyui inasema mwenyeji wa mchezo husika ana uwezo wa kuchagua uwanja kwenda kuchezea. Mzunguko wa kwanza unaruhusiwa kuchagua uwanja kwenda kucheza. Mzunguko wa pili unachagua mechi moja kwenda kucheza uwanja wote unaohitaji wewe. Sasa ukiangalia mechi ya tarehe 1, Yanga mwenyeji, na Yanga hakutaka kwenda Mwanza, ameamua kwenda kuchezea pale alipochezea mechi za ligi ya mabingwa. Toto wa Mudi mpaka sasa hivi ule ukinyemba aloweka kwa Mkapa anapiga mahesabu na utoaje na ule ukinyemba hauwezi kufuka maji. Kwa Toto wa Mudi mpaka sasa hivi mwapeni taarifa, wajikusanye, wajipapatue, hii goma lirudi kwa Mkapa. Sisi tushasema goma Zanzibar kule ndoko kwenda kumnyolea kule. Anakwenda kutokea wapi? Mlivyoumizwa jana ndio mnaenda kumaliza. Hasira tulizokuwa nazo. Watu wanacheka sasa hivi. Toto wa Mudi kwa walivyoshinda vigoli vyao pale, kigoli chao kimoja. Wanakuambia sijui yule Dula anaitwa nani? Dula sijui. Wanakuambia kawaka mpaka kalipuka. Yule mchezaji mpya anakuambia naye kawaka mpaka kalipuka, anasema natusubiri. Siku zote anakuambia ukiwa unamsubiri mwenzio, angalia na huyo naye anakusubiri kwa hamu. Kwa hiyo hapa kama alikuwa ananisubiri mimi ndo namsubiri kwa hamu. Nataka uje. Na mimi nasema goma naomba, yani kwanza hiyo tarehe 1 naona mbali. Kwa sababu hasira nilizokuwa nazo za kutolewa nisiingie robo. Na hii wanavyofurahi wanakenua mijino mpaka 32 inaonekana. Hiyo tarehe 1 afe Munu afe Mangati, hiyo mechi atoki. Ni Mtoto Mudi. Mwambie. Kwanza leo tarehe ngapi? Leo tarehe 17. Tuna kama wiki mbili. Tena wiki mbili. Hii wiki hii ikiisha hii, itakaoanza Jumatatu ijayo inaitwa lala salama lala unono. Mtoto wa Mudi ikianza Jumatatu ijayo, naomba karibu kiumeni. Mtoto wa Mudi hiyo mechi walai haendi kutoka. Kikosi chake alichokuwa nacho sasa. Kikosi gani alichokuwa nacho kaka? Kwa wachezaji waliokuwa nao. Huyo nani wamemuuza juzi tu, nani huyo amemuuza nani? Alikuwa anapenda vipenati yule nani? Nayo kama wewe unamuuza Kibu unaenda, yani unamuuza kuku unaenda kununua bata. Yule alikuwa anapenda vipenati yule nani mimi wamesha kashakimbia, sio wamemuuza sijui. Sasa ukiangalia pale mpambanaji mimi sijamuona, na ndo nani mpambanaji nani? Kina Gueye, wakina Oura, wakina Selemani Mwalimu. Wengi. Ngoja, huyo mwalimu si kwanza, yule sio mwalimu, yule mwanafunzi. Kwa sababu siku zote mwalimu ana akili zake, anajua kabisa nikifika hapa kwenye mtego hapa, nikifika hapa nimeotea. Angalia kwenye mechi aliocheza juzi alionunua kile kimechi kile. Angalia muda wote, yeye anakamatwa kwenye offside. Angalia kaotoa mara ngapi pale? Katika yani ngapi? Kaotoa mara 8. Yani wewe muda wote unaotoa wewe tu. Unashindwa hata kujiongeza. Wewe unajiita Selemani Mwalimu, wewe una mwalimu gani? Kwa nini usijiongeze kama walimu wangu utakuwa nikifika pale kwamba itakuwa offside, nikifika pale sio offside. Wewe muda wote wewe offside. Wewe yani unaambia mpaka mtu wa majoe anaona kabisa yule mwalimu yule yupo offside yule. Na yule nani kacheza na nani? Baba, nimeangalia kwanza kacheza na nani? Unavyosema kwamba alikuwa anamweka benchi Pacome, kwanza akakutana na nani? Kama nilivyokueleza, wao walikuwa wanakutana pipa na mfuniko. Na ndio maana nimekuuliza ile mechi ya juzi, yeye papatu kile kigoli cha juzi, wametoa pesa kwenye Mpesa ili mradi washinde wachukue pointi 3 walingane pointi na sisi. Toto wa Mudi na kizao zilivyokuwa mbovu. Yani watoto wa Mudi bila kutoa pesa kwenye Mpesa ile mechi walikuwa washindi ile. Walikuwa wanaishana pointi 2 zile. Sasa wametoa pesa. Wewe yule nani yule tangia anza hajawahi kufungwa na kuja kufungwa na walemavu. Toto wa Mudi mkononi ndala, mguuni ndala, pombe ya ngomani. Wamenunua mechi ile. Sasa tunasema yeye katolewa, mimi nimetolewa. Sasa anayecheka leo analia, kesho analia leo anacheka kesho. Hasira tulizokuwa nazo tarehe 1 tunakwenda kuwakumbusha majukumu kwamba
Tunakwenda kuwakumbusha kwamba nyinyi mlikuwa mnataka Mangungu aondoke, mlikuwa mnataka nani yule Mudi aondoke. Sasa Yanga katolewa, mmeshajizima data, mumtaji tena Mangungu, mumtaji tena Mudi yule. Mwisho siku mnashangilia kutolewa kwa Yanga, mnasema Yanga kapaka mafuta kavaa na tai mjini hajaenda. Si ndio kauli unayosema sasa hivi? Sasa tarehe moja hiyo tunakwenda kuwakumbusha ili warudi kule kule. Kwamba tukiwabufua sasa siku hiyo wanaanza kukumbuka Mangungu aondoke. Yaani wale tunakwenda kwa, yaani unajua sisi ni madaktari, tunavyomuona mtu fuse 5 kichwani zimelegea, tunampeleka kwenye section chambers, tunaenda kumfanyia upasuaji. Sasa hilo tunakwenda kumfanyia section chambers, tunampa dawa zekiwa, wazungu wanapenda kuita zekiwa, na kumkumbusha kwamba baada ya kumbufua 7 hiyo mechi na goli 7 hiyo, nenda kumbufua 7 hiyo mechi, kwa itakuwa ni mara 7 goli 7. Yani tunakwenda kumbufua mara 7 na goli 7. Uwezo tunao na sababu tunazo, kwa sababu wale watoto wale wanajizima data. Sasa kwa sababu wanasema anatutaka, sisi ndo tunamtaka zaidi. Unajua ule wimbo mtoto kauta, mtoto kautaka, mtoto kauta, mtoto wa Mudi kautaka. Sasa kuutaka kwenyewe Zanzibar mpaka sasa washapagawa wale watoto, yani mpaka sasa hivi wanatamani TFF aseme kwamba jamani Goma irudishwe kwa Mkapa, lakini TFF wenyewe sheria inawakaba kwamba sheria iliyotungwa miaka 68 ya sheria ya bara 38 kifungo nywi inasema mwenyeji wa mchezo ana sheria zote na haki zote, kwamba anachagua sema kwenda kucheza, haki zote zimehifadhiwa.